Aprili 28. Jumatatu. Mwaka wa 2025, Baptizan kamili inayookoa Asia, Baptizan mpya, Matendo 13:2-3. Basi hawa walipokuwa wakimfanyia Bwana ibada na kufunga, Roho Mtakatifu akasema, nitengeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliyowaitia. Ndipo wakiisha kufunga na kuomba, wakaweka mikono yao juu yao, wakawaacha waende zao. Unawezaje kufanya uinjilisti wa ulimwengu wakati huna nguvu yoyote? Kwanza, lazima uibomoe ngome ya Shetani. Pia, nguvu za mnara aliokupa Mungu lazima iinuliwe. Unawezaje kuinua mnara? Kwanza, ni lazima uhisi kushukuru na kushangazwa na nguvu na baraka zinazotoka kwa kiti cha enzi cha Mungu. Kwa wakati huu, unahitaji tu kuzingatia maombi asubuhi, mchana na usiku. Kisha jukwaa ambapo watu wanapaswa kuja litafanywa. Mnara wa mlinzi ambapo watu wanakuja kupumzika pia utawishwa. Kisha antena itainuliwa na watu wataweza kufurahia maisha yao katika Kristo. Hii ndiyo maana ya kuinua mnara. Kuanzia hatua hii na kuendelea, utakabiliana na matatizo yako na jibu. Migogoro itakuwa fursa ya dhahabu na mizozo itakuwa mwanzo wa kufanyika upya. Pili, unapaswa kuhisi msisimko kwa ajili ya ibada. Hawa watu watapata majibu kabisa. Mshauri Roho Mtakatifu atakusaidia kufikia kutambua kwa nini uinjilisti wa ulimwengu lazima ufanyike. Petro na Filipo waliona mpango wa Mungu na kuufuata. Tatu, lazima uwe na shauku la uinjilisti. Watu wa kanisa la mwanzo walikusanyika baada ya tukio la kifo cha Stefano. Ingawa wao pia wangeweza kuuawa, hawakukimbia bali walikuwa na shauku ya kueneza Injili hata zaidi. Jaribu kuinua mnara mpya kwa uwezo wa kiti cha enzi. Ombi la agano. Mungu Baba, naomba nguvu za kiti cha enzi ziwe mnara wangu mpya. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba. Amen.